RJ, siri zetu pendwa ya kuitwa siri ya Huba inazidi kuchangamka, na huku tunakuelekea sasa ndo ukisikia pameanza kuchangamka huku, pameanza kweli. Yes, ni wako Mboje Mastori tena hapa. Na kama wewe ni mpenzi au mfuatiliaji mzuri kabisa wa siri zetu pendwa ya kuitwa siri ya Huba, basi kabla hujaendelea sana, onyesha alama yako ya upendo kwa kubonyeza neno subscribe ya video yako hapo. Yes, kazi yetu nzuri pendwa ya kuitwa siri ya Huba, pindi tu inapofunguka tunamuona mwamba mdogo wake na Benry akitokea magetoni au maskani yake RK, na alipofika tu alimpa maua yake RK na kusema kwa kwamba nilihisi unakaa kwenye banda bovu, kumbe umejipata unaishi kwenye nyumba kali nini fresh. Lakini RK alimuuliza, why unaingia kwangu bila hata hodi, bila taarifa yoyote, inakuaje? Lakini mwamba alichojibu ni kwamba nimegonga sana mlango hapo nje, lakini baada ya kugonga mlango kwa muda mrefu sijapokelewa na nikaamua niingie kwa sababu mimi na wewe tunafahamiana. Lakini hapo kwa hapo mwamba wa kuitwa Belle aliaga na kuondoka, na baada ya kuondoka bibi Aisha aliingia ndani na kuleta matunda kwa mwamba wa kuitwa RK, lakini RK akawa ametoka kabisa kwenye mood. Aisha aliuliza, why mgeni kaondoka? Lakini RK alikuwa amesha katika mood, na alichomjibu ni kwa kwamba basi muache tu aondoke. Yes, tukitoka upande huu tunarudi upande wa pili, tunamwona mambo wa kuitwa Benly na bibi kitu alichokiamua ni kusema kwa kwamba bila kupatikana pesa ile kampuni inaifunga. Lakini mwamba wa kuitwa Benly alimshinikiza bibi achukue maamuzi ya kumweka ndani ya RK, lakini bibi alichojibu ni kwa kwamba kama ni kuwekwa ndani inatakiwa wewe na RK mwekwe ndani pamoja, kwa sababu siku hiyo pesa wakati zinapotea mlikuwepo wote ofisini. Lakini mwamba wa kuitwa Benry hakuelewa na hajui madhara anayotengeneza baada ya kufanya kitu kama hiki. Lakini yote bibi maamuzi aliyochukua ni kufunga kampuni. Lakini mwamba wa kuitwa Benly hana cha kupoteza kwa sababu yeye waika wakula na wakuishi nao. Yes, lakini baada ya hapo Benly na mdogo wake baada ya kukutana na kukaa walichukua maamuzi ya kumpigia simu RK na kumwambia kwa kwamba inabidi pesa hizo azilipe ndani ya masaa mawili tu, kwa sababu bila hivyo watampeleka kituoni. Lakini RK kwa kuonyesha ukomavu wake na kuaminisha na kujiamini kwa kwamba hajachukua pesa zile, alichouliza tu ni kwa kwamba una mpango wa kunipeleka kituo gani cha polisi ili mimi niweze kutangulia. Lakini Benly alimjibu tu kwamba unaonyesha jeuri zako, lakini ngoja atakuonyesha. Na pindi tu alipokata simu aliongea na mdogo wake, na mdogo wake alimwambia kwa kwamba brother, RK inaonekana anaishi maisha mazuri sana, kwa hata kumpeleka kituo cha polisi hatutakuwa tumempoteza kwa namna yoyote ile, hata tukisema tunafukuza kazi bado hatujamyumbisha. Lakini mwamba wa kuitwa Benly alichoamua ni kwamba akimfikisha kituo cha polisi, yeye atakachokifanya ni kusema kwa kwamba pesa zilizopotea ni milioni 50 taslimu ofisini ili tu aweze kumkomoa. Yes, lakini kutoka upande huo tunakuja upande wa pili, tunamwona bibi Ainea akimpigia simu mwamba wa kuitwa RK na kumwambia kwa kwamba dada yake wa kuitwa Mariam amegoma kabisa kula wala kufanya kitu chochote, manake ana hali mbaya, na yote ni kwa sababu ya ujauzito na hawezi kula bila kumuona RK mbele yake. Na RK alifika na kumsikiliza bibi wa kuitwa Ainea, lakini yote baada ya kusikiliza maelezo mengi na marefu, mwamba wa kuitwa RK alichokisema ni kwamba mimi nimeamua kukaa mbali na wala siwezi na mtu ambaye hana mpango na mimi, na alichokiamua yeye ni kutoka na bosi wake, basi endelee. Na hata kuhusu mimba mimi siamini, kwa sababu yote nyewe wanawake hamwaminiki. Kama kaamua kufanya hivyo, na walichokifanya sasa wameamua kunifukuza kazi kabisa ili wawe huru na mapenzi yao. Bibi naye alishangaa sana, lakini tukitoka